Ndugu waandishi wa habari, ifuatayo ni tamko la Baraza Kuu la Umoja wa Wazazi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Sisi wajumbe wa Baraza Kuu, kwa kuzingatia ibara ya 5 ya Katiba ya CCM ya mwaka 1977 inayoeleza kwamba nia na madhumuni ya CCM katika ibara ya 5 ibara ndogo ya kwanza ni kushinda katika uchaguzi wa serikali kuu na serikali za mitaa Tanzania bara na Zanzibar, na kuunda na kushika dola ya serikali kuu, serikali za mitaa pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa kuzingatia ibara ya 125 ibara ndogo moja che ya katiba hii inayoonyesha jumuiya zinazoongozwa na CCM, na kwa kuzingatia kanuni ya Umoja wa Wazazi Tanzania ya mwaka 1977 toleo la 2022 inayofafanua kwa kina majukumu ya jumuiya, lakini kwa kuzingatia pia imani kubwa ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepewa na wananchi wa Tanzania, na ambayo pia Dr. Hussein Ali Mwinyi amepewa na wananchi wa Zanzibar, kwa pamoja kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, sisi wajumbe wa Baraza Kuu la Wazazi Taifa, leo tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2026 tumeazimia kwa pamoja na tunatoa tamko lifuatalo. La kwanza, kwa kauli moja, Baraza Kuu la Tanzania linampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kwake kwa kishindo kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Jumuiya ya wazazi itaendelea kumuunga mkono yeye pamoja na serikali ya CCM katika utekelezaji wa majukumu yake na kuwaletea Watanzania maendeleo endelevu. La pili, Baraza Kuu linampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa katika uchaguzi huo kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, ndugu waandishi wa habari, kwa kauli moja, Baraza Kuu linampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, kwa kuchaguliwa na wananchi wa Zanzibar kwa kishindo kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kadhalika, jumuiya ya wazazi itaendelea kumuunga mkono yeye na serikali yake ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuwaletea maendeleo endelevu wananchi wa Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, namba 4, Baraza Kuu linatoa pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, mbunge, kwa kuaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuteuliwa na kuthibitishwa na Bunge kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Baraza Kuu vile vile linampongeza Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, mjumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, kwa kuaminiwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuteuliwa na kuthibitishwa na Baraza la Wawakilishi kuwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Uteuzi wa viongozi hawa wawili ni kielelezo cha imani ambayo viongozi wetu wakuu wanayo juu yao. Mwisho, Baraza Kuu la Wazazi Tanzania linawatakia kheri na mafanikio viongozi wetu hawa wakuu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa CCM, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi,
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030. Baraza Kuu linaunga mkono kwa dhati jitihada za serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, za kuhimiza amani, mshikamano na umoja wa taifa letu ili kuleta maendeleo endelevu. Jumuiya ya wazazi itaendelea kuwa mstari wa mbele katika kukijenga Chama cha Mapinduzi na kuwa sauti ya kuzisemea na kuzifafanua kazi nzuri zinazofanywa na zitakazoendelea kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya... Tamko hili limetolewa leo tarehe 17 mwezi wa kwanza na wajumbe wa Baraza Kuu la Wazazi Taifa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kazi na utu! Naomba kuwasilisha.